Majina ni Coach Alex Armando Fili, Mandozi Sports Academy au Mandozi Queen, ambayo leo imetoa ubingwa wa mkoa wa Mwanza. Matokeo haya umeyapokeaje, hasa kuzingatia kwamba zilikuwa zinashiriki timu 9 na ushindane hali ilivyokuwa? Ni furaha ambayo imepitiliza kwa kuwa kwa mara ya kwanza tumeshiriki mara ya pili, lakini kwa mara ya kwanza tunatoa ubingwa kwenye timu ambazo zimekuwepo kwenye mkoa wetu wa Mwanza, na timu zilizokuwa nzuri tumecheza nao, lakini hatimaye tumeondoka na ubingwa. Mwingine hali ya ushindani ilikuwa katika ligi hiyo? Ushindani ulikuwa ni mkubwa sana, na sasa hivi mpira wa kike umepiga hatua kubwa sana. Makocha wengi ambao wana uwezo mkubwa wanafundisha timu nyingi za nchini. Kwa hiyo kupata matokeo kama unavyoona mpaka mchezo unakwenda mwisho, na maana tumeutomatisha mchezo wa penalti, na maana mchezo ulikuwa mzuri na timu zilikuwa zimebalance kwa wakati wote. Matarajio yako labda pengine katika kwenda kushiriki wa ligi ya mabingwa mkoa ni yapi hasa, kuzingatia leo umetawazwa kuwa mabingwa wa mkoa wa Mwanza? Kwanza ni washukuru wana Mwanza kwa support yao kubwa, na kinachofuata sasa hivi kwenye ligi ya mabingwa mkoa ni kuhakikisha kwamba tunapandisha timu ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo tunaongeza idadi ya timu za Mwanza kuwepo kwenye ligi daraja la kwanza kwenda juu zaidi. Mara nyingi timu imekuwa zikikabiliwa na changamoto ya kukosekana kwa ufadhili, labda pengine kupitia kumalizika kwa mashindano. Tunaangalia mbele hapa, unatoa rai gani kama mwalimu? Kumefikia wakati sasa wa wadau, wapenzi wa mpira na wana Mwanza na Tanzania kwa ujumla, makampuni na wafadhili mbalimbali waone haja ya kuwekeza kwa mpira wa wanawake, hasa wa watoto ambao wanaanza kwenye foundation, na maana msingi. Tumewekeza sana kule juu, lakini msingi ndo mafanikio ya kila jambo. Kwa hiyo waje wawekeze kwetu, na sisi tutawaangusha. Tutahakikisha kwamba tuna develop kile ambacho ni kidogo ili kiwe kikubwa, na tupate wachezaji wazuri wa timu za taifa za Tanzania kwa ujumla. Okay, tukiachana na masuala ya ligi ambayo imemalizika, Mando Academy labda pengine imeanzishwa lini na kupata mafanikio gani ukiachana na Mandozi Academy ilianzishwa mwaka 2013 na tulianza ile Mera, lakini baadaye tulihamishia Kwimba. Malengo yake makubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba watoto wetu walio mashuleni wanapata fursa ya kucheza, lakini pia wacheze ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo mafanikio tulionayo, tuna wachezaji ndani na mabara tofauti ambao wanacheza kwenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo moja na ligi zote za Tanzania watoto wetu wanacheza. Kwa hiyo ni hatua, na isitoshe tuko Kwimba. Mtu amini kwamba Kwimba kuna uwezekano wa wachezaji kufika mbali, lakini tuna contain wachezaji. Sisi tunachukua wachezaji kutoka nchi nzima, mikoa tofauti, na wanakuja kwetu, wanadevelopiwa, wanacheza kwenye timu mbalimbali.